tenda neno moja tu. Neno moja tu. Tunaposoma kwenye Wafilipi 3:12 mpaka 14, Paulo anasema kwamba si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhania kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Kwa kuna jambo moja hapa ambalo tunajifunza kwa mtume Paulo. Bao tunajua Paulo alikuwa ni muuaji. Paulo alitesa kanisa. Kwa anasema kwamba si kwamba najidhania kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. Na ninaamini hata wewe sio kwamba umekwisha kufika. Hapo ulipo sio kwamba ndio hapo ambapo Mungu anatamani ufike. Mungu anatamani kukupeleka viwango vingine vya juu. Na sio kwamba umekwisha kuwa mkamilifu. Mungu anaendelea kukufinyanga na kukufanya jinsi yeye anavyotaka. Kwa Paulo aliyekuwa muuaji, Paulo alilitesa kanisa, akasema kwamba tunaposoma 13 anasema kwamba ninatenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma. Akisahau jinsi alivyolitesa kanisa, akisahau jinsi ambavyo alikuwa muuaji, anasema hayo ameyasahau. Na kwa nini Paulo anasema kwamba ninasahau yaliyo nyuma? Maana alipompokea Yesu Kristo, kila kitu kilikuwa kipya. Maana tunaposoma kwenye Wakorintho wa pili 5:17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa Paulo anasema ninatenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Sasa kuna watu ambao wanashindwa kupiga hatua kwa sababu wanakumbuka yaliyo nyuma. Wanatafakari mambo ya zamani ambayo hayakwenda vile ambavyo walikuwa wanatarajia. Na kwa sababu hiyo Mungu ameshindwa kufanya jambo jipya kwenye maisha yao. Siri mojawapo ya kusonga mbele ni kusahau yaliyo nyuma. Ni kweli inawezekana ulikosea. Ni kweli inawezekana kweli ulikengeuka. Ni kweli inawezekana kwamba kuna jambo alikwenda vile ulivyokuwa unatarajia. Ni kweli inawezekana mtaji wako uliupoteza. Lakini hiyo sio sababu ya wewe kuto kujaribu tena. Hiyo sio sababu ya wewe kuto kuinuka tena. Mungu ni niko ambaye niko. Mungu yuko tayari kufungua historia mpya ya maisha yako. Mungu yuko tayari kufungua kurasa mpya ya maisha yako endapo ukimruhusu. Huwezi kupiga hatua endapo bado unatafakari mambo ya zamani ambayo hayakwenda vile ulivyokuwa unatarajia. Kuna watu wengine wameshindwa kuinuka tena kwa sababu walishindwa mara ya kwanza. Na kila wakijaribu kufanya wanakumbuka kwamba waliwahi shindwa. Kwa anaacha. Kumbuka kushindwa ni kuto kujaribu tena. Watu wote waliofanikiwa ni watu ambao waliposhindwa walijaribu tena. Waliposhindwa walijaribu tena. Waliposhindwa walijaribu tena. Andiko linasema kwamba mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Haijalishi umeanguka mara ngapi, cha msingi inuka tena. Iwe umeanguka dhambini, tubu alafu songa mbele. Kumbuka kwamba unapotubu kwa kumaanisha, Mungu anakusamehe na hakumbuki tena. Kwa Paulo akasema kwamba ninatenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma. Kama unataka kusonga mbele, kama unataka kupiga hatua, kama unataka Mungu atende jambo jipya kwenye maisha yako, sahau yaliyo nyuma. Maana Mungu anachoangalia ni sasa. Mungu anachoangalia unachofanya ni sasa. Unachofanya sasa ndicho ambacho Mungu anaangalia. Kwa hiyo kama uko nyuma ulianguka, cha msingi ujue kwamba Mungu ni Mungu ambaye ana uwezo wa kubadilisha historia yako mara tunapotambua kosa lako na kutengeneza. Mungu anaanza na wewe kwa upya.
Historia yako ya nyuma isiwe sababu ya wewe ukwama. Historia yako ya nyuma isiwe sababu ya wewe kuto kujaribu tena, kuto kuinuka. Isiwe sababu ya wewe kuto kuinuka. Kumbuka historia yako ya nyuma inaweza kuwa sumu ya maisha yako ya sasa. Watu ambao wamejaa na uchungu ndani ya mioyo yao, waliumizwa na mtu aliyekuwa anasema kwamba unawapenda, mpaka sasa wamebaki na uchungu ndani ya mioyo yao. Wamemzuia Mungu kutenda jambo jipya kwenye maisha yao. Wamemzuia Mungu kuwapa mahusiano mengine mapya ambayo ungeyafurahia. Historia yako ya nyuma inaweza kumzuia Mungu asitende jambo jipya kwenye maisha yako. Historia yako ya nyuma inaweza kumzuia Mungu asitende jambo jipya kwenye maisha yako. Tenda neno moja tu. Ni kweli ulishindwa siku za nyuma. Ni kweli ulianguka siku za nyuma. Hiyo haimaanishi kwamba na leo utashindwa. Na hiyo haimaanishi kwamba historia ya nyuma itajirudia, historia mbaya ya nyuma itajirudia. Haimaanishi hivyo. Watu wote waliofanikiwa ni watu ambao hawakukata tamaa. Watu ambao hawakukwamisha na mambo yaliyotokea nyuma. Kumbuka kwamba Mungu ni wa sasa. Yaliyotokea nyuma yalikwisha tokea. Hakuna unachoweza kufanya. Huwezi kubadilisha mambo ya jana, lakini unaweza kubadilisha leo. Unaweza kuibadilisha kesho yako, lakini jana ilikwisha tokea, huwezi kuibadilisha. Ni kupoteza muda kuendelea kutafakari jambo ambalo huwezi kulibadilisha. Maana kwenye Isaya 43:18-19 asema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda jambo jipya. Ruhusu Mungu atende jambo jipya. Huyo mtu aliyekukosea msamehe. Samehe, uchungu uondoke ndani yako. Je, kuna eneo ambalo hukufanya vizuri? Sahau. Mungu bado ana mpango na wewe. Mungu bado ana mpango na wewe. Mungu bado yupo pamoja na wewe. Mungu bado anataka kufungua kurasa mpya maisha yako. Usikwamishwe na historia ya nyuma. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa kuinuka tena. Na kama kuna uchungu ndani yako, wa uchungu na uondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kama kuna hofu ndani yako ambayo ni matokeo ya yale yaliyotokea siku za nyuma, hiyo hofu na iondoke ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu atende jambo jipya kwenye maisha yako. Mungu atende jambo jipya kwenye mahusiano yako. Mungu atende jambo jipya kwenye biashara yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.